Mpenzi mtazamaji wa Global TV, bado tuko na Elia Shilinde anarejea katika hali yake ya kawaida, lakini kwa bahati nzuri tumeweza kupata hospitali nzuri kabisa ambayo iko nchini India, inaitwa Fortis. Hiyo imeweza kudhibitisha kwamba wanaweza wakamtibu Elia na kurudisha ngozi yake kama alivyokuwa zamani. Basi hapa tuko tunakutana kwa pamoja na kuungana kwa pamoja na kushikana mkono kuweza kurudisha tumaini lipya, kurudisha nguvu ya Elia katika hali ya kawaida. Elia, tulikuwa tunachati kwa muda kidogo baada ya kutoka hapa kwenye kufanya mahojiano mimi na wewe kwa mara ya pili, na ukaniambia kwamba tayari umeshapata hospitali inaitwa Fortis iko nchini India na wao wako tayari kukutibu na wamesema wamelidhibitisha kwamba wanaweza kufanya hivyo. Labda ukilizungumzia kidogo na Watanzania na watu mbalimbali ambao wanahitaji wewe kurejea kwenye ngozi yako kama kawaida waweze kupata namna yoyote ya kuweza kukupa msaada na kuweza kwenda hospitalini. Asante. Kwanza nikasema kwangu ni kama neema, kwa sababu mara kwanza tulikuwa tunapambana twende kwenye hospitali yenye gharama milioni 180 kule India, nje ya nauli, nje ya nini. Lakini sasa tumepata hospitali ambayo ni milioni 40 iko pale India, inaitwa Fortis, ambayo ni wamesema wanaweza wakanitibu nikarudi kwenye hali yangu ya asili, kwa maana ya ngozi nyeusi, nywele kuota, vidole kukunjuka pamoja na jointi za miguu, na kuniweka nikarudi katika hali yangu ile ya kawaida kabisa ambayo niliyokuwa nayo, nakuwa na afya njema. Kwa hiyo inahitajika milioni 40 tu. Sikipatikana milioni 40 hiyo, maana yake ninaenda kwenye matibabu. Hivyo nichukue nafasi hii, pengine kuna mtu anaweza akasema nitakukatia tiketi, anaweza akasema nitakukatia hizo gharama za passport, wadau, mashirika, taasisi. Na pia nichukue na niendelee kuomba serikali yangu nisaidie. Mwanzo ilikuwa milioni 180, pengine ni hela nyingi kidogo mtu akisikia. Sasa ni milioni 40 tu. Niombe serikali yangu kupitia mama unisaidie, nishike mkono niweze kukaa. So kwa kweli nimechoka kukaa kwenye hii hali. Miaka 7 niko kitandani, kila kitu nasaidiwa na mama. Nahitaji kuinuka sasa na kupambana. Asante. Na Elia, ulivyozungumza, ulivyofanya mawasiliano kwa karibu sana na madaktari au watu ambao wanahusika kwenye hospitali, walikudhibitishia kwa 100% kwamba ukienda na ukirejea utakuwa ni Elia mwingine? Kwa sababu mwanzo alisema niwatumie medical report, nikawatumia medical report ya Muhimbili na wakaisoma, wakasema niwatumie picha zangu za awali, nikawatumia. Wakasema niwatumie picha zangu za sasa, nikawatumia video za namna ninavyosumbuka kutembea, namna ninavyohudumiwa na mama na kila kitu. Wakakaa kama bodi kwa muda kama wiki 2 hivi, ndio wakanitumia sasa barua kwamba inawezekana na watanisaidia, na wakanitumia barua ya invitation letter ambayo inaniwezesha kwenda kuomba visa na kuomba pia passport. Na hiyo invitation letter inazungumza na habari ya gharama ambazo zinahitajika, ambazo ni milioni 40. Kwa maana yake hapo sasa mpira huko kwetu tu kwamba zipatikane, tiketi katwe, mchakato uanze wa matibabu. Na mwanzo uliniambia kwamba ile dawa ilikusababisha kuanzia meno, ulimi, meno kupinda kutoka nje pamoja na ulimi. Sasa hii pia wataenda kufanya marekebisho pia? Hilo pia tutalifanyia, kwa sababu ulimi wangu hautoki nje, ni wa ndani, ndio maana hata kuongea na kuwa shida na siwezi kutoa sauti zaidi hapa. Lakini pia hata meno yamepanguliwa, yamebinjuliwa na huo ugonjwa. Kwa wamesema hiyo yote wanaweza kalifanyia kazi na ikakaa sawa kabisa, wala hakuna tatizo lolote. Na nywele zikaota, yani nikaodi kama mwanzo nilivyokuwa kama mwanadamu wa kawaida ambaye nilizaliwa. Vidole kuhusu fingerprint? Na vidole alisema watanisaidia, vitanyoka, na kucha pia zitaota, zitaacha kutoa usana, mavidonda haya yote yatakauka. Na kwa kucha huwa zinatoa usana? Huwa zinatoa usana. Kwa mfano kama hapa vidole vingine hazina kucha kabisa, huwa zinatoa usana, zinapasuka. Basi naomba ungerudia namba vizuri Elia ya simu, kwa sababu ninachokiamini wapo watu ambao wanaweza kujitolea vitu vingi, wanajitolea tiketi, wengine wanaweza kujitolea passport. Ungezungumza nao ili basi uwape na namba, mambo yaende vizuri. Asante. Namba yangu ya simu nayoitumia ni Voda 0762888748, 0762888748. Jina la usajili na imeandikwa Daudi Shilinde. Kwa hiyo ukiona Daudi usiogope, mbona huyu ni Elia imesajiliwa Daudi? Hapana,
ni ya kwangu, nisajilie jina la mdogo wangu, maana vidole vyangu vimekufa visomi. Lakini pia kuna account number dada yangu Imelda Mtema, hapo ataiweka kwenye screen, utaiona, unaweza ukatumia pia hiyo, ni account number ya NMB. Asante. Asante sana. Mimi nachokiamini Elia, watu wetu ni wasikivu, watu wetu wana upendo, na serikali yetu pia ninachokiamini kupitia Mama Samia Suluhu ili ataliona na anaweza akalifanyia kazi, na basi ukaenda kutibiwa na ukarejea katika hali yako kama zamani. Asante sana, nitashukuru, na nashukuru pia Watanzania ambao wananishika mkono kwa mahitaji ya chakula cha kila siku. Mungu wa mbinguni awazidishie. Awazidishie kwa kweli. Amina. Mpenzi mtazamaji wa Global TV, nafikiri mmeweza kumsikiza Elia Shilinje. Ni mara 3 tunarejea hapa, lakini yote hii ni kutaka kuona ni jinsi gani Elia anaweza kurudi kama zamani. Tufahamu mwanadamu huyu mwenzetu, kijana mwenzetu, lakini rafiki yetu, kaka yetu, na yeye amezaliwa vizuri tu, amezaliwa na ngozi yake ya kawaida, alikuwa mweusi kama kawaida, lakini alipotumia dawa ambayo ilikuwa imepita muda wake bila kufahamu, alipoenda kwenye duka la dawa ndio ikamtokea hali kama hiyo. Lakini amehakikishwa kwamba ngozi yake itarudi, seli zake ambazo hakuna seli hata moja ambayo ipo kwenye mwili wake hapo sasa hivi kama anavyosema mwenyewe, basi zitarejea kwa namna ambavyo madaktari watakavyojaliwa na Mwenyezi Mungu kuziweka sawa. Namba za simu ni hizo zinapita hapo chini, yake ya mkononi atapokea mwenyewe. Elia, anihadithia kidogo kuhusiana na story ya Askofu Gwajima pamoja na baba yako. Gwajima ni mtu ambaye pia anapenda kufuatilia mitandao na anaangalia, naomba pia uzungumze naye akiwa kama mbunge, lakini akiwa ni baba mchungaji ambao pia wanamtegemea. Nichukue nafasi hii kwanza kumpa heshima yake mheshimiwa na baba askofu, na kumwambia mimi ni kijana wake, mwanae naitwa Elia Shilinde. Baba yangu alikuwa rafiki yake kipindi cha uhai wake, mchungaji Zablon Shilinde atakuwa anamkumbuka. Niliwahi kuhubiri wote, na baba yangu ameshalala sasa mauti miaka karibia 5 iliyopita. Na mimi kijana wake nilikuwa nasomea theolojia ili nije kupata nyoyo za baba yangu kwa maana ya kumtumikia Mungu. Lakini nilipata hii changamoto ya kutumia dawa ambazo zime-expire na mwili wangu kunyonyoka namna hii. Nichukue nafasi hii kumwomba mheshimiwa anisaidie pesa ya matibabu. Tulipata hospitali iko kule India 14 ambayo wanahitaji milioni 40 tu waweze kunitibu na kurudi kwenye hali ya kawaida. Baba askofu, nikuombe, mimi ni mwanao, nisaidie niweze kupona, niweze kukaa sawa. Nakuomba sana, utakapopata clip hii mzee wangu, naomba unisikie, naomba nipate kibali mbele zako baba. Nakushukuru sana. Na mimi natakusikia. Asante. Basi mimi naomba nikushukuru.